jamani, tunapitia sawa matatizo, ila kuna changamoto zingine tunasababisha wenyewe wazazi. Mtu unipi mahitaji yangu muhimu, inafikia hatua naingia katika changamoto, dakika ya mwisho unanikataa, unanifukuza. Sasa mimi nitaenda wapi? Kwa hiyo jamani wazazi, haijalishi mtoto amefanya kosa mara ngapi, hebu mpe tena nafasi nyingine, ataweza na atafanya vizuri. Malezi ya mtoto si jukumu la mzazi mmoja pekee, bali ni wajibu wa familia nzima, jamii, viongozi wa dini, serikali na wadau wote wa maendeleo. Tunapaswa kushirikiana kuhakikisha watoto wanapata mazingira salama ya kuishi, kusoma na kukua. Pia tunapaswa kupinga kwa nguvu zote vitendo vya ukatili dhidi ya watoto, ikiwemo ukatili wa kijinsia, ajira za watoto, ndoa za utotoni, mimba za utotoni na aina zote za unyanyasaji zinazowanyima watoto haki za msingi. Watoto ni rasilimali muhimu ya taifa. Taifa lenye watoto wenye afya, elimu bora na maadili mema hujenga viongozi bora, wataalamu bora na wananchi wazalendo. Hivyo basi, kila mmoja wetu ana wajibu wa kuhakikisha anachangia ustawi wa mtoto kwa namna yoyote ile. Ndugu wananchi, malezi bora humjenga mtoto katika maeneo yafuatayo: maadili mema na nidhamu, heshima kwa wazazi na jamii, bidii katika masomo, ulinzi dhidi ya vitendo vya ukatili na uwezo wa kuwa na raia mwema wa kesho. Ndugu wananchi, hata hivyo, serikali na wadau wote tuna wajibu wa kuhakikisha watoto wanapata haki zao za msingi ambazo ni haki ya kuishi na kulindwa, haki ya kupata elimu bora, haki ya afya na lishe bora, haki ya kulindwa dhidi ya vitendo vya ukatili na unyanyasaji, haki ya kushiriki katika masuala yanayowahusu. Wajibu wa wadau mbalimbali, serikali, wazazi na walezi ni pamoja na kuwalea watoto kwa maadili, kuwapatia mahitaji ya msingi, kushiriki kikamilifu katika maendeleo yao ya elimu. Ndugu wananchi, ni jukumu letu sisi kama viongozi, wazazi, walimu, taasisi za kidini na serikali kuhakikisha kuwa mfano wa kuigwa, kugundua na kukuza vipaji vya watoto, kuhakikisha sera za sheria za ulinzi wa mtoto zinatekelezwa kikamilifu, kupambana na ukatili dhidi ya watoto, kushiriki katika malezi chanya ya unyanyasaji, kutoa taarifa za matukio ya unyanyasaji. Majukwaa haya lengo lake kubwa ni kuweza kukuza uchumi wa familia. Kama familia itakuwa na uchumi uliosimama, basi tunaamini kabisa elimu, malezi na makuzi kwa watoto yatatimizwa, kwa sababu huyu mama, huyu baba atakuwa na uwezo wa kumhudumia mtoto wake. Hivyo ni waombe wazazi wenzangu, tuweze kutimiza majukumu yetu, hasa ya kuwaongoza watoto katika masuala ya elimu, masuala ya haki, masuala ya afya na lishe kwa ujumla. Tuzingatie ili tuwakuze watoto wetu waweze kutimiza ndoto zao. Changamoto ambayo watoto wanapitia kwa asilimia kubwa, unakuta mwingine anapokuwa shuleni anakuwa hana mahitaji ambayo yanaweza kumtosheleza anapokuwa katika mazingira ya shule. Nasemea kwa upande wa watoto ambao wanasoma shule za boarding, unakuta mwingine anakuja hana vifaa ambavyo vitamkidhi kwa mahitaji yake. Pia kwa watoto ambao wanasoma shule za day, unakuta mwanafunzi anatoka umbali mrefu, anatembea, anakumbuka nyumbani anapotoka, familia anayotoka ina hali duni, yani wale ambao hawana uwezo kivile. Kwa hiyo anapokuja shuleni anakaa muda mrefu, hali chakula pia inampelekea kushuka kimasomo. Kwa majina naitwa Leontina Vedastus, ni mwanafunzi wa shule ya Tumaini Model Active School.
natokea mkoa wa Mwanza, niko kidato cha 4. Mimi ningependa wazazi wangetusikiliza. Unajua tunajifunza kutokana na makosa. Kwa unapofanya kosa la tena mtu akakuchukulia negative, sio vizuri. Watoto tunakosea, huenda naye alishawahi kukosea mzazi kama wewe akiwa kwenye umri kama kwako. Kwa mimi ningeomba wazazi watusikilize. Unapokosea mara ya kwanza, unajua tunajifunza kutokana na makosa. Ukikosea mara ya kwanza, najua utajirekebisha na utarudia tena kosa. Kwa hiyo kwamba wazazi watusikilize. Mimi naitwa Charles Ernest Okulu. Ni mkazi wa Miongoni hapa kwenye shule hii ya nyumbangu niko ile pale. Watoto wanakwenda ovyo kwa sababu ya wazazi hawalei ilipopasa. Watoto wanakuwa labda maisha yanakuwa pale nyumbani duni. Sasa tunapokuwa duni, mtu ndiye anahangaika mwenyewe kutafuta matumizi pale nyumbani. Kwa hiyo inakuwa ngumu kwa mtoto ana tabia nzuri kwa sababu ya anakuwa mtafutaji yeye. Lakini kama wazazi wako smart, wanawalea vizuri, wanawalisha vizuri, mtu hawezi kufanya mbaki nini, itabidi asikilize wazazi wake, apate maelekezo kwa wazazi wake, lakini sasa inakuwa sivyo hivyo. Naitwa Febe Christian Benjamin, ni mkazi wa Tabora, Miongoni, kata ya Mbugani. Mimi kama mzazi nakiri kweli tuna changamoto katika malezi ya watoto. Tunawatelekeza watoto sana kulingana na changamoto za maisha, uchumi mgumu. Kwa hiyo nawasihi wazazi wenzangu tuwe karibu na watoto katika malezi bora, tusaidiane. Ni maadhimisho ya kimataifa ya siku ya mtoto wa Afrika ambayo hapa Tabora mjini yamefanyika katika shule ya msingi Mbugani, ambayo yamefanyika kiwilaya. Na siku ya leo ya mtoto wa Afrika inaenda na kauli mbiu isemayo mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Na katika siku hii ya leo hapa katika shule ya Mbugani, mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Tabora ambaye amewakilishwa na afisa tarafa Haika Masue. Katika hotuba yake kikubwa zaidi amewasisitiza wazazi, wadau pamoja na walimu kuhakikisha vitendo vya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji kwa watoto vinaripotiwa na kupotezwa kabisa. Lakini pia yamezungumzwa masuala mengi ikiwemo swala zima la kuhakikisha mtoto anapata malezi bora ili kuweza kumsaidia kutimiza ndoto zake. Maadhimisho haya yatafanyika tarehe 30 mwezi huu wa 6 kimkoa, ambayo itakuwa ni kimataifa kitaifa, lakini yatafanyika kimkoa tarehe 30 ya mwezi huu. Mimi naitwa Samir Salum.